Kama kuna kosa kubwa ambalo Coastal Union leo hii saa chache zijazo wakiteremka dimbani kucheza dhidi ya wenyeji wao wekundu wa Msimbazi Simba watalifanya, ni pamoja na kujaribu kupishana na wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi yao ya ligi kuu Tanzania bara, ambayo Simba wanacheza mechi ya 15 kwa msimu huu 2025-26, wakati Coastal Union wakicheza mechi ya 17 ya msimu huu katika ligi kuu Tanzania bara. Ndiyo, ni kwa sababu Simba alionyesha kwamba wanao uwezo wa kuitega timu pinzani ambayo kwenye makaratasi inaonekana ni timu itakayopaswa kuwa ya pili uwanjani, lakini kocha Steve Barker ana mtego wake wa kuwafanya wapinzani wanaojiona kuwa timu ya pili na wao kujiona wanaweza kumiliki mpira. Matokeo yake wanaruhusu nafasi ambazo Simba ikitumia washambuliaji wao, ikitumia viungo wao ushambuliaji na mshambuliaji kinara Selemani Mwalimu, wanafika japo mara chache, lakini kwa hatari kubwa zaidi. Matokeo yake Coastal Union wakiingia kwenye mtego huo, wasipojipanga wanaweza wakapigwa nyingi pasi na kutarajia. Ndiyo, ni kwa sababu gani? Kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Simba hivi sasa ingali katika nafasi ya 3. Imecheza mechi 14, lakini tayari ina pointi 31. Lakini vile vile kwenye mabao Simba ndio timu ya pili kwa kufunga mabao mengi mpaka sasa, ingawa imecheza mechi chache kulinganisha na wapinzani wake wengine kwenye eneo la juu, kwenye nafasi za juu za msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu Simba imefunga mabao 24, Simba imeruhusu mabao 6. Idadi hii ya mabao inaifanya kuwa ya pili kwa kufunga mabao mengi baada ya vinara wa ligi Yanga, watani zao wa jadi ambao tayari wana mabao 32. Lakini mabao haya 6 inaifanya Simba kuwa timu ya 3 kwa kuwa na ukuta imara zaidi, kwa sababu wanaoongoza kwa kuwa na ukuta imara zaidi ni watani zao wa jadi Yanga ambao wameruhusu mabao 3, wanaofuatia ni Azam walioruhusu mabao 5. Lakini kwa Coastal Union wao wako katika nafasi ya 13. Yani nafasi tofauti yao na Simba ni takriban nafasi 10. Coastal Union mpaka sasa wakiwa wamecheza mechi 16, pointi walizo nazo ni 15. Yani pointi moja pungufu ya idadi ya mechi zao. Sasa wao kwenye mabao Coastal Union mpaka sasa baada ya kucheza mechi 16 wamefunga mabao 12, wameruhusu mabao 18. Yani goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu ni hasi 6. Ukiangalia tofauti hii ya performance ya Simba yenye pointi 31 kati ya pointi 42 walizopaswa kuwa nazo katika mechi 14, halafu Coastal Union yenye pointi 15 kati ya pointi 48 walizopaswa kuwa nazo kutokana na michezo 16, ni dhahiri kwamba kwenye makaratasi Simba bado ndio timu imara zaidi kulinganisha na Coastal Union. Lakini kwenye usajili waliofanya hivi karibuni Simba wakati wa dirisha dogo umewafanya wawe imara zaidi, kwa sababu kuwapo kwa Anise Ura, kuwapo kwa Libase Geye, Cletus Chota Chama, Nixon Kibabage, Ismail Olivier Toure beki wa kati, lakini golikipa Mahamadou Tanje Jibo kumeifanya Simba iwe tishio zaidi, na hasa anapovuka katikati ya mstari wa uwanja kuelekea kwa wapinzani. Sasa Coastal Union chini ya kocha Mohamed Muya ni dhahiri kwamba itakwenda uwanjani ikiwa inacheza kimahesabu sana, kwamba usalama kwanza, wajilinde zaidi na kushambulia kwa kujibu. Na Simba wanafahamu hilo, kwamba mechi nyingi wanazocheza wanakutana na timu ambazo huzuia zaidi halafu washambulie kwa kujibu, counter attacks. Lakini katika mchezo uliopita ambao Simba wakicheza dhidi ya TRA United walipata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya TRA ambayo mechi ya nyuma yake walitoka kucheza na vinara wa ligi watani wa jadi wa Simba Yanga kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha. TRA wakiwa chini ya kocha Etienne Ndairagije walicheza vizuri sana kutekeleza mpango kazi wao wa kuzuia zaidi. Dakika 90 za mchezo mechi ilisha kwa suluhu, lakini TRA United walipiga mashuti mawili kulenga shabaha. Yanga iliyomiliki mpira kwa 73% dhidi ya TRA iliyokuwa nyumbani ikimiliki mpira kwa 27% tu. Dakika 90 za mchezo Yanga haikupiga shuti lolote la kulenga shabaha miongoni mwa mashuti 7 waliopiga, lakini ni TRA ndio waliopiga mashuti mawili ya kulenga shabaha. Ni TRA ndio waliokaribia zaidi kupata bao, hasa kuelekea mwishoni mwa mchezo, wakati mchezaji wao kutoka bench mshambuliaji Kasim Mugoya alipokabiliana ana kwa ana na golikipa Djigui Diarra, lakini akazidiwa ujanja akashindwa kufunga. Ni katika mechi ambayo TRA United walionyesha wazuri sana katika kucheza kwa kuzuia zaidi, low block, halafu washambulie kwa kujibu. Lakini katika mechi dhidi ya Simba TRA walishikwa haswa na mbinu moja wapo alifanya kocha Steve Barker, ni kuanza baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, halafu akawa na kiungo mmoja, akawa na viungo 4, akawa na mshambuliaji mmoja. Yule mmoja alikuwa Selemani Mwalimu,
Lakini katika viungo wanne kulikuwepo na Neo Maema, kulikuwepo na Clatous Chota Chama, alikuwepo Anise Ura, alikuwepo Libase Geye. Wakati kiungo mmoja alikuwa akilinda walinzi wanne alikuwa ni Yusuf Kagoma. Ni katika mechi ambayo matokeo yake TRA United wakiwa na viungo wao akina Omari Yusuf, akina Jamal Dulas, na wao wakatamani kuwa wanamiliki mpira eneo la kati, kwa sababu Simba walikuwa na kiungo mmoja tu ukabaji ambaye ni Yusuf Kagoma. Matokeo yake wakaingia katika mtego huu, wakawa nao wakimiliki mpira, tofauti na mechi waliocheza dhidi ya Yanga ambayo waliacha possession, wakachukua umiliki wa nafasi katika maeneo muhimu, huku mashambulizi yao kupitia kwa Ami Mapaka, kupitia kwa Ramadhani Salum Chobwedo wakawa tishio zaidi katika nafasi chache walizokuwa wakienda kushambulia. Lakini mechi dhidi ya Simba wakajaribu kupishana na Simba eneo la kati. Matokeo yake dakika 90 za mchezo Simba walimiliki mpira kwa 57%, TRA United walimiliki mpira kwa 43%. Lakini kwenye majaribio ya kufunga Simba wakawa wamepiga mashuti 6, maana mechi nzima dakika 90 wastani wa kupiga shuti moja kila baada ya dakika 10, kutokana na namna ambavyo TRA United wakiwa na walinzi wao nahodha Nasri Kombo, lakini Christopher Tebandeke, John Lazarus beki wa pembeni na Joseph Akandwanaho, wakajikuta Simba wanapiga mashuti machache, lakini katika hayo machache 5 on target, ilhali TRA United mechi nzima walipiga shuti moja tu, hakuna lilolenga shabaha. Na hii ni kutokana na mtego wa kocha Steve Becker ambaye mpaka kipindi cha kwanza kinakamilika alikuwa anaongoza 1-0. Kipindi cha pili alipofunga bao la pili kupitia kwa mpira wa kutenga ule kwa vunda Neo Maema, saa hiyo hiyo akamtoa Neo Maema akamuingiza Alassane Maudo Kante sasa kukamata eneo la kati kwa kuwa na viungo wawili wa ukabaji, ili kutoruhusu mianya ya Tabora United katika kumiliki eneo hilo, kwa sababu tayari akiwa na mabao mawili akiamini kwamba anaenda kulinda ushindi. Matokeo yake dakika 90 Simba licha ya kwamba TRA United kwa wastani walikuwa kimiliki mpira kwa 43, wakajikuta wanakufa 3-0 katika mechi ambayo bao la 3 lilifungwa na mfungaji nadra kwa mechi za Simba, kiungo ukabaji Yusuf Kagoma. Sasa maelezo haya ni kwamba Coastal Union miongoni mwa maeneo wanapaswa kuwa macho ni pamoja na viungo wao kina Grayson Gwalala Triple G, lakini akina Geoffrey Manyasi, kwamba wanapokwenda kuikabili Simba wasipokuwa makini, wao nao wanapishana na Simba eneo la kati, wanaweza kukumbana na zahama, kwa sababu ni Simba ambayo chini ya Steve Becker hivi karibuni imekuwa ikicheza kwa mahesabu sana. Ina maeneo mengi tishio katika eneo la mwisho wakati wanashambulia, kutokea kulia kwa Libase Geye, kutokea kushoto kwa Aniset Ura, kutokea kulia kwa Shomari Kapombe ambaye humpa nafasi Libase Geye kuingia ndani akaongeza mapana ya uwanja, kupitia kushoto kwa Nixon Kibabagi ambaye anapopanda kuongeza mapana ya uwanja utoa nafasi kwa Anise Ura kuingia ndani, kuungana na Clatous Chota Chama, kuungana na mshambuliaji kinara Selemani Mwalimu, lakini wakati huo nje wakiwa na Elim Pazu Kibisawala ambaye anapoingia huwa na madhara makubwa, au wakati mwingine huanza kabisa. Wana Jospin Loemba eneo la kati, kiasi ya kwamba Simba wana maeneo mengi hatarishi. Mpaka sasa kwenye mechi 14 walizocheza Simba kwenye mashuti wao ndio vinara ligi nzima, ingawa wamecheza mechi 14, kwa maana kwamba Simba mpaka sasa wameshapiga mashuti 145. Kati ya mashuti 78 yamelenga shabaha, huku wao wamepigiwa mashuti 16 tu, 6 yakizama bao, 10 yakicheza na makipa wao. Coastal Union ambao ni wageni katika mchezo wa leo, wao wanajitahidi katika kushambulia, lakini uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao pia unawaathiri, kwa sababu Coastal wameshapiga mashuti 123, kati ya 52 yamelenga shabaha, lakini wao wamepigiwa mashuti 38. Matokeo yake ndipo Coastal Union wamefunga mabao 12, wameruhusu mabao 18. Goal conversion rate, kwa maana mabao waliofunga kulinganisha na mashuti waliopiga, ukizidisha kwa 100 kupata uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, utagundua Coastal Union ni around 10%, kwa sababu ni 9.7 plus. Lakini Simba kitendo cha kufunga mabao 24 baada ya kupiga mashuti 145, manake goal conversion rate, kwa kuwa wamefunga mabao 24 wameruhusu mabao 6 goals, manake Simba goal conversion rate ni around 17%, ndipo wanakwenda kukutana. Lakini wanakwenda kukutana Simba katika mechi za nyumbani msimu huu imecheza mechi 7, imeshinda 5, imetoa sare mechi 2, ikifunga mabao 15 kati ya 24 iliyonayo, ikiruhusu mabao 3 kati ya 6 iliyoruhusu. Lakini Coastal Union mechi za ugenini, kati ya mechi 16 walizocheza 9 wamecheza ugenini, ambapo wameshinda mechi 1 tu ugenini, wametoa sare mechi 3,
5 wamefungwa Coastal Union, wakiwa wao wamefunga mabao 5, wameruhusu mabao 12. Katika hali kama hiyo, kocha Mohamed Muya anapaswa kuwa makini. Lakini wanakwenda kucheza na Simba, huku Coastal Union wakijua kwamba msimu uliopita wakicheza ugenini dhidi ya Simba kwenye uwanja wa KMC Complex ambako Simba ilikuwa ikiutumia kama uwanja wa nyumbani, msimu uliopita kwa mzunguko wa kwanza, Coastal Union walisimama imara na kupata sare ya mabao 2-2 dhidi ya Simba, mechi ambayo mpaka mapumziko Simba walikuwa wanaongoza 2-0, lakini Coastal Union wakacharuka kipindi cha pili, wakasawazisha mabao yote kupitia kwa Abdalla Hassan, shuti zuri la nje ya 18, lakini pia mpira wa mbali kutoka kwa Ernest Malonga upande wa kushoto ukamshinda golikipa Musa Pinpin Kamara na kuandika bao la pili, na hivyo mechi kaisha 2-2, huko Coastal Union kuelekea mwishoni mwa mchezo wakiwa wanakaribia kwenda kuishambulia Simba kutaka kufunga, mwamuzi akapiga filimbi ya kuashiria dakika 90 zimeshakamilika, na hivyo Simba kunusurika na uwezekano wa kuweza kufungwa bao la 3. Mechi hiyo ya 2-2 iliathiri mipango ya Simba kutoa ubingwa, kwa sababu mwisho wa msimu, wakati ikiwa imebaki mechi moja kabla ya mechi ya mwisho ambayo ni ya kiporo iliyochezwa Simba dhidi ya Yanga na Simba kupoteza 2-2, kabla ya mchezo ule ambao uliamua bingwa wa nani, Simba walikuwa tayari wana pointi 78, Yanga wana pointi 79. Kwa hiyo Yanga walikuwa juu ya Simba. Yanga katika mechi ya mwisho ya ligi walikuwa wakihitaji sare yoyote ili wawe bingwa, Simba wakihitajika kushinda ili wawe bingwa. Lakini lau kama mechi dhidi ya Coastal Union ambayo Simba mpaka mapumziko walikuwa wanaongoza 2-2, ile niliotoka kukumbushia ile 2-2, ni kwamba Simba wangelinda ushindi wao, maana yake wangekwenda katika mechi dhidi ya Yanga ile ya mwisho wakiwa mkononi wana pointi 80, Yanga wakiwa na pointi 79, kwa sababu mechi dhidi ya Coastal baada ya sare ya 2-2, maana yake Simba ilipoteza pointi 2. Nadhani naeleweka vizuri. Kwa lugha nyingine, Simba ingeenda kucheza mechi dhidi ya Yanga ikiwa yenyewe ndio inaongoza katika ligi, ikihitaji sare tu ili kutoa ubingwa. Kwa sababu hiyo, katika sababu mojawapo za kupoteza nafasi ya kutoa ubingwa msimu uliopita 24-25, Simba wakipiga hesabu vizuri wanaona waliochangia ni pamoja na Coastal Union katika mechi ya mzunguko wa kwanza ambayo iliisha kwa sare ya 2-2, huku wao mpaka mapumziko wakiwa tayari wana mabao 2-0 kutokana na mabao yaliyofungwa na Mohamed Hussein Shabalala na bao lilofungwa na Lionel Atebambida kwa mkwaju wa penalty baada ya mlinzi Abdalla Dennis Michael Viva kuunawa mpira. Sasa Simba wakikumbuka kwamba waliowabania katika mipango yao kutoa ubingwa ni Coastal Union, huenda leo hii wakenda wakiwa na fikra hizo kwamba wanapaswa kuwa makini zaidi kupata pointi 3. Lakini Coastal Union mwenendo wake katika ligi kuwa katika nafasi ya 13 kwenye msimamo, maana yake kocha Mohamed Muya anajua anacho cha kufanya kuhakikisha anapata matokeo mazuri katika mechi hii ambayo kwenye makaratasi wenyeji Simba wanapewa nafasi kubwa zaidi kutokana na mwenendo uliotoka kuelezea juu ya msimamo kwenye ligi, juu ya harakati za kufunga, juu ya mashuti wanayopigiwa na kadhalika. Sasa, je, itakuwa vipi katika mchezo wao? Namna gani Coastal Union watajipanga kukabiliana na safu hatari ya ushambuliaji ya Simba? Upande wa Aniset Ura, upande wa Libasege, katikati akina Cletus Chota Chama, Ido Jospin Loeba, mshambuliaji Selemani Mwalimu. Lakini kuna Elim Panzu Kibisawala anaweza kucheza kutokea pembeni kulia, pembeni kushoto, kutokea kati, kulingana na kocha wake Steve Baker atakavyoamua. Lakini na wao Coastal Union wanajipanga vipi kutumia nafasi watakazozipata ili kuiduaza Simba na kupata pointi muhimu ikiwamo ushindi kupitia kwa wachezaji wao kama Maabad, lakini kupitia kwa kijana mwenye kipaji Othman Makambo na viungo wao akina Grayson Walala, akina Geoffrey Manyasi. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.